Kamata Biblia yako. Nenda Ezekieli 36. Ezekieli 36. Anzia mstari wa 16. Ezekieli 36 anzia mstari wa 16. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naenda kusoma Ezekieli sura 36 mstari wa 16. Amen. Tena, yes, neno la Bwana likanijia kusema. Tena neno la Bwana likanijia kusema. Mwanadamu, nyumba ya Israeli walipokaa katika nchi yao wenyewe. Nyumba ya Israeli walipokaa katika nchi yao wao wenyewe. Waliitia uchafu kwa njia yao na kwa matendo yao. Waliitia uchafu kwa njia yao na kwa matendo yao. Njia yao mbele zangu ilikuwa kama uchafu wa mwanamke wakati wa kutengwa kwake. Kwa hiyo nalimwaga hasira yangu juu yao. Sikiliza, hasira ya Mungu haijaja tu. Hasira ya Mungu ilishuka juu ya watu na kuwapiga kwa sababu walifanya uchafu. Unaposikia uchafu, na Mungu amesema walipokaa katika nchi yao wenyewe, ambapo Mungu amekupa nchi uishi, amekupa baraka ukae nayo, amekupa watoto ukae nao, lakini mwingine anaingia kwenye mambo ya ushirikina, kwenye mambo ya uganga, anakwenda kujitengenezea sanamu, anakwenda kujitengenezea madhabahu za giza. Maana yake ukisikia madhabahu ya giza ni uchafu kwenye madhabahu ya Mungu. Ndio maana Mungu alivyoona kwenye nchi Mungu aliyowapa wana wa Israeli, wakatengeneza uchafu wakaweka pale, wakaanza kusujudia. Hasira ya Bwana ikainuka. Kwa ajili ya damu walioimwaga juu ya nchi. Kwa sababu na ile damu walioimwaga juu ya nchi, kwa maana sio uchafu tu, hawakuijenga madhabahu tu, bali na damu ilimwagika kwenye ile ardhi. Damu, unaposikia damu ni nafsi, iwe ni ya mnyama, iwe ya mwanadamu, lakini damu iligusa ardhi. Na kwa sababu wameitia uchafu kwa vinyago vyao. Kwa sababu wameitia uchafu kwa vinyago vyao. Nani anashaka ukiona kinyago? Nyosha mkono juu. Wote ni Waafrika hapa, hakuna sijua kinyago. Kuna biti sesere na kinyago. Kinyago kipoje? Nataka nisikiliza anayejua kinyago hapa. Kinyago kikoje? Kwenye mti. Kinatengenezwa kinyago kama kwenye mti, kinachorwa kama mtu, kinachongwa kama mtu. Nani anaosema mwingine kinyago anakijua? Nani ananiambia? Kinyago sio vile wanavyovichonga kinyago vya biti sesere sijui kama mdori. Hapana. Kuna utofauti wa biti sesere na kinyago. Kinyago kazi yake inakuwa kwa Kiswahili fasaha, eti kwa Kiswahili. Waingereza wenzetu wanaita mask. Inavalishwa wapi? Hapa usoni. Kinyago kinatengenezwa special kwa ajili ya kukaa wapi? Usoni, kuficha taswira ya kweli ili ionekane taswira ya giza. Huko mahali hapa watu wakachongea kinyago wakaweka kwenye uso wako, wakikutazama hawaoni taswira ya kweli, wanaona taswira ya giza. Leo hiko kinyago kinakwenda kutolewa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo ulipo utofauti wa kinyago na biti sesere. Nikawatawanya katika mataifa. Nikawatawanya walipojifanyia vinyago, kwa maana taswira ya wana wa Israeli imeondoka. Imekuwa taswira tofauti na ile niliyowazoea. Kwa hiyo Mungu aliona hawa sio wale niliowabariki na niliokuweka katika hii ardhi au katika hii nchi. Mungu amesema amewatawanya, maana yake amewatoa kwenye ardhi Mungu aliyowabariki akawatupa mbele ya mataifa, ardhi ikabaki ukiwa. Unapoona mimi nimetulia unaendelea. Wakatapanyika katika nchi nyingi. Wakatapanyika katika nchi nyingi. Kwa kadri ya njia yao. Kwa kadri ya njia yao. Na kwa kadri ya matendo yao. Yes. Naliwahukumu. Na niliwahukumu.
Nao walipofikiria mataifa yale walioyaendea, na wao kwa sababu niliwalaani, waliona mataifa mengine walipopakimbilia, maana yake wakasema hata kwenye taifa hili tutakaa. Mwingine uko mahali hapa unaweza ukasema kwamba hata kwenye imani za kishirikina nitakaa, hata kwa waganga nitakaa, hata kwa sio mjua Mungu nitakaa. Nikwambie, hasira ya Bwana inakupeleka huko kwa ajili ya kujifunza, uone mateso walio nayo, usiaike bali umrudie Mungu wako. Hivyo vinyago ulivyovivaa viondoe ndani ya uso wako, ili Bwana akitazama aone uso uliopondeka mbele za Bwana, ili achilie rehema na toba, uone mkono wa Bwana ukikutetea. Naongea na watu hapa. Naongea na watu hapa. Walilitia unajisi jina langu takatifu. Walilitia jina langu najisi, jina takatifu. Kwa maana Mungu aliwabadilishia jina, aliwapa jina la Israeli, ndio jina takatifu. Ndio maana hapa aliwaambia walilitia jina langu nini? Unajisi. Na jina la Israeli halikujaja bure, bali lilikuja kwa ajili ya kushindana. Yakobo alishindana na malaika. Alipomshinda akamwambia, kweli umeshindana na Mungu na umeshinda. Unaitwa nani? Akasema naitwa Yakobo. Akasema hilo jina limelaniwa. Hilo jina ni la kukimbia kimbia. Hilo jina ni la kutuama tuama. Hilo jina ni la kukimbilia kwa mjomba. Mimi leo ninakubadilishia jina. Nitakuita Israeli ili usiwe wa kutangatanga. Leo Bwana akubadilishia jina jipya. Pokea jina la kuinuliwa kwako. Sema napokea jina jipya. Halo. Kwa kuwa watu waliwanena wakisema. Kwa sababu watu waliwazungumzia wakisema, watu hawa ni watu wa Bwana. Watu hawa ni watu wa Bwana. Nao wametoka katika nchi yake. Na wao wametoka katika nchi ya Bwana. Lakini naliwahurumia kwa ajili ya jina langu takatifu. Niliwahurumia kwa sababu ya jina langu takatifu. Maana yake hata kama wameenda kule, kumbe Mungu, hata kama ukiwa kwenye mateso, hata kama wewe ndio mwenyewe ulijibadilisha historia yako, hata kama wewe ulijichafua jina la Bwana alilokubarikia, lakini Mungu anasema niliwahurumia. Huko mahali hapa kuna rehema za Bwana zinatembea ndani yako. Usiwaze yale mapito uliyoyapitia. Amini kwamba katikati ya rehema kuna jina linabadilika. Katikati ya rehema liko jina jipya linakuja. Katikati ya rehema yako maisha mapya. Sema niko tayari kuyapokea. Kwa hiyo waambieni nyumba ya Israeli. Bwana Mungu Israeli ya leo sio ile inayopigana na Irani leo. Israeli ya leo ni wewe. Wewe ndiye Yakobo uliyebadilishiwa jina ukapewa jina la Israeli. Ni wewe, sio yule unayemsikia unaomsoma katika Biblia. Sema amina. Sema amina. Ndio maana wote yani kizazi, Mungu alimwambia Ibrahim, uzao wako umebarikiwa kama mchanga wa bahari na kama nyota za angani. Mchanga wa bahari ni wale watoto aliyowashika. Nyota za angani ni zile alizoziona lakini akuzikamata, ambaye sisi alituona tutataliwa katika nchi ya Tanzania, lakini hajatushiki kwenye viganja vyake, lakini tunaamini yeye ni baba yetu wa imani. Sijui kama unanielewa. Na ahadi zake zinatembea. Ndipo uzao ulipotokea huko, umetembea. Kama Israeli walibadilishiwa jina kwa ajili ya historia ya baba yake, kwa nini na wewe leo usibadilishiwe jina kutokana na historia ya Yesu Kristo uliyempokea ndani ya moyo wako? Ukikaa ndani ya Kristo na Kristo akikaa ndani yako, anabadilisha historia. Sema amina. Ndio maana ukiwa ndani ya Kristo uwazi kulogwa, uwazi mapepo, uwazi uchawi, uwazi kifo. Kama mimi siwazi kitu cha aina yoyote, bali ninawaza kumtumikia Mungu mpaka mbingu itikisike. Namuwaza kumtumikia Mungu mpaka ardhi ipasuke. Ninawaza kukomboa watu hadi waliowafunga wasalimu amri wenyewe. Haleluya. Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Stendi hili kwa ajili yenu, wewe nyumba ya Israeli. Mungu afanya haya kwa sababu ya utakatifu wenu, nyumba ya Israeli. Endelea. Bali kwa ajili ya jina langu takatifu. Kwa ajili ya jina langu nililowatamkia. Kwa ajili ya huyu Yesu mliomkimbilia, ili Yesu asiziakiwe, waseme huyo Yesu mliomkimbilia amewafanyia nini. Kwa hiyo Mungu atapambana akusaidie ili jina la Yesu lisiaibike. Na huyu Yesu uliyemkimbilia hapa hatakuondolea kila shida iliyo ndani yako, ili watu wamjue huyu Yesu uliyemkimbilia.
Pokea. Mlilolitia unajisi katika mataifa mlioyaendea. Yes. Nami nitalitakasa jina langu kuu. Lililotiwa unajisi katika mataifa. Mlilolitia unajisi kati yao. Yes. Nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Asema Bwana Mungu. Asema Bwana Mungu. Nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao. Nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao. Maana nitawatoa kati ya mataifa. Kwa maana nitawatoa katika mataifa mliokwenda. Nitawatoa nafsi zenu kwa waganga mlipofungiwa. Nitawatoa kwa wachawi walioshikilia nyota zenu. Nitawatoa kwa waganga waliokamata baraka zenu. Nitawatoa kwa wachawi waliokamata viuno vyenu vya uzazi. Nitawatoa kwenye mauti mlizoandaliwa, bali nitawarejesha kwenye utakatifu wa Bwana. Naongea na watu wanaojua injili hapa. Naongea na watu wanaopenda injili hapa. Naongea na watu wanaotaka injili ya wokovu hapa. Naongea na watu wanaotaka injili ya kuinuliwa hapa. Mpe Yesu makofi na vigelegele tena. Huyu ni Mungu ajabu. Tena ni wa ajabu. Sio kwa sababu yenu, bali kwa sababu ya Yesu mliyemkimbilia. Hatakiwi Yesu aziakiwe. Kama ulikuwa na maradhi ya kuondolee, ulikuwa na kesi, Yesu aifute. Ulikuwa na mapito, Yesu akutoe kwenye hayo mapito. Ulikuwa na maumivu, aondoe maumivu, aweke amani ndani yako. Ulikuwa na kilio, atoe kilio, aweke furaha. Kila kilichokuwa ni kigumu akiondoe, aweke moyo laini ndani yako. Watu wakikuwa nasema yes, kuna Yesu umemkimbilia, huyo ni hatari. Yesu ni jina, lakini tunomhubiri hapa anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Nazareti aliye hai, aliyekufa na kufufuka, alishinda mauti. Na mauti uliotupiwa juu yako unakwenda kuishinda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Petena Yesu makofi. Malizia hapo. Nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote. Yes. Na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe. Na kuwarudisha katika nchi yenu yenyewe, ambayo hiyo nchi, taswira zenu, nyuso zenu zilikuwa zinaonekana nyinyi ni watu wa Mungu. Ni watu mliobarikiwa. Katika nchi zenu mlikuwa hamjajichongea vinyago kuficha sura zenu. Sema amina. Lakini baada ya hapo kunidhihaki, mkaanza kujicholea vinyago, mkajivika. Na mimi nikitazama taswira, sio taswira yenu, bali naona taswira ya kinyago. Na Mungu hawezi kumbariki mtu ambaye sio mwanae. Mungu hawezi akakubariki kama hujamkimbilia. Hawezi kujipendekeza kwako. Lazima Mungu ujipendekeze kwake ndio akupatie. Maana imeandikwa, ulisi upata kwa nani? Mzazi mwema uacha ulisi kwa watoto wa watoto wao. Na hatuwezi kwenda kwa Mungu pasina kupitia kwa Kristo. Kristo ni mwana wa Mungu. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Kwa hiyo baraka za Mungu tunazipata ndani ya Kristo. Kaa ndani ya Kristo ili uzipokee baraka za Mungu aliye hai. Nami nitawanyunyizia maji safi. Rudia tena. Nami nitawanyunyizia maji safi. Maana ukitakiwa kuondolewa kinyago, lazima unyunyuziwe maji yaliyo safi. Sio maji tu. Unaposikia maji, hacha kunakiri haya maji, bali liko neno, ndiyo maji ya uzima. Na maji ya uzima ndiyo Yesu Kristo, ambaye kinywa chake amesema vyovyote tutakavyovitabiri vitakuwa mtumishi wa Mungu. Na leo yako maji ya utakaso yanakwenda kufuta taswira yako na kurejeshewa. Rudia hapo. Nitawanyunyuzia. Nami nitawanyunyizia maji safi. Nanyi mtakuwa safi. Nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote. Nitawatakaseni na uganga na roho za giza, maneno mabaya. Unaposikia uchafu wote, akusema kulogwa tu, amezungumza mpaka kunenewa mabaya. Wengine hamjarogwa, bali kuna watu waliwatamkia maneno mabaya, waliwachafua mbele za watu kwamba nyinyi ni watu wabaya. Huo pia ni uchafu. Ndio maana Biblia imesema nitawatakaseni uchafu wenu wote. Sio uchafu wa kulogwa, sio uchafu wa kuagua, sio uchafu wa kwenda kwenye madhabahu ya giza, bali uchafu wenu wote. Uwe ni wewe mwenyewe umejichafua au kuna watu wabaya wamekuchafua. Leo Bwana amesema tutakunyunyizia maji yaliyo safi, tutakutakasa, tutaondoa uchafu wote ulio ndani yako.
Nani yuko tayari uchafu wa giza ukapata kumwachia? Haleluya. Na vinyago vyenu vyote. Nami nitawapa ninyi moyo mpya. Na mimi nitawapa moyo mpya wa kumjua Mungu. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Na mimi nitatoa roho ya giza iliyo ndani yenu, nitatia roho mpya. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo. Na mimi nitatoa moyo wa jiwe uliokata tamaa kusema kwamba haya mimi nitashindwa, bali nitakupa moyo mpya wa kuenda kuweza na kushinda zaidi ya kushinda, katika jina la Yesu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitakupa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Mungu hatomaliza tu, bali atatuachilia roho yake ndani yetu. Na mimi nimetumwa majira haya kwa nyakati hizi, nitoe kila madhabahu zilizosimama ndani yenu, bali niingize roho ya Bwana ikae ndani yako. Simama juu, niachilie Roho Mtakatifu akae juu ya maisha yako. Nyosha mikono yako juu.